Bwana, miongoni mwa wasanii wakubwa kutokea pale nchini Marekani ambaye tunamfahamu kwa jina la P Diddy. By the way, tunafahamu ya kwamba P Diddy anakabiliwa na kesi za mashtaka tofauti. Miongoni mwa kesi kubwa kabisa ni zile kesi za unyanyasaji wa kijinsia. Ndio miongoni mwa kesi kubwa sana ambazo tunafahamu mataifa ya Ulaya na Amerika yanakuwa na kipaumbele sana. Kesi hizo zimeonekana kuwashinda wasanii wengi sana. Tukumbuke nyuma kwamba msanii ambaye aliwahi kukabiliwa na kesi kama hizo, tunafahamu kwamba marehemu Michael Jackson alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihusika na kesi hizo lakini akashinda. Lakini pia R. Kelly ambaye paka mdau tayari hukumu ishampitia, yupo gerezani. Sasa kitu ambacho kinaendelea kwa P Diddy bwana ni kwamba naye ni miongoni mwa wasanii ambao wameingia katika list hiyo ya wasanii ambao wanahusika na hizi kesi ambazo kiukweli kuchomoka ni ngumu. Lakini kwa P Diddy inaonekana kuwa tofauti sana bwana. Kwa mujibu wa vyanzo tofauti vimekuwa P Diddy akisema ya kwamba anasema kwamba kadri siku na masaa yanavyozidi kuendelea anakaribia kurudi nyumbani, akimaanisha kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye P Diddy kushinda hizi kesi. Sasa ni kitu ambacho kinawaweka watu midomo wazi. Kivipi? Kwa sababu ni miongoni mwa kesi kubwa ambazo zinakuwa na vipaumbele ni kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia. Ndio kitu ambacho kinamfanya R. Kelly paka leo kuwa pale katika kizima, nazungumzia pale gerezani, na paka leo R. Kelly hatujajua anaweza kutoka lini kwa sababu na mlundikano wa zile kesi ambazo zinazidi kumkabili. Sasa kwa upande wa P Diddy, yeye anaonekana kuwa hana hata mashaka hata kidogo. Tunafahamu kwamba kesi yake ijayo itasikilizwa Oktoba 3, 2025. Sasa tunaenda kupata ile taswira nzima kuhusiana na hichi ambacho kimenukuliwa na vyombo vya habari kwamba Diddy anasema kwamba siku ambazo zinazidi kwenda mbele, basi yeye anaonekana kwamba anapata matumaini ya kurudi nyumbani, ingawa tu mwanasheria yake hajaweza kutoka hadharani alipoweza kuulizwa na vyombo vya habari kuhusiana na kauli ya P Diddy. Yeye mwenyewe ameonekana kuto kujibu chochote, hivyo ameweza kufanya jambo hili lionekane kuwa lina wakati mgumu sana na watu kusubiri Oktoba 3 mwaka 2025 kwamba P Diddy kesi yake itaenda kuleta taswira ipi, kwani inaonekana kesi nyingi, ingawa kuna baada ya kesi tayari P Diddy anaonekana kuzishinda tayari, na huenda ikawa ndio sababu ya yeye P Diddy kusema kwamba siku zinavyozidi kwenda mbele na masaa anaona zile nyakati nzuri za kurudi nyumbani, akimaanisha kwamba anaenda kushinda zile kesi ambazo zinamkabili. Kama P Diddy akiweza kushinda hii kesi, anaungana na marehemu Michael Jackson. Tunafahamu kwamba Michael Jackson ndio msanii pekee ambaye aliweza kushinda kesi hizi za mambo mazima unyanyasaji wa kijinsia. Mwisho siku mahakama iliweza kumwachia huru marehemu Michael Jackson, lakini kwa R. Kelly ikawa tofauti, tukaona kesi zikawa mingi sana mpaka leo yupo gerezani na tujajua kwamba hatima ya R. Kelly itafikia wapi. The end of the time na P Diddy tunafahamu ya kwamba P Diddy anashikiliwa sasa na jeshi la polisi na bado yupo katika usimamizi mkali sana mpaka pale kesi yake itakapopata majibu. Baadhi ya kesi kama 4 P Diddy tayari ameshaweza kuzisolve kabisa, ameweza kushinda. According na mwanasheria wake aliweza kutoka mbele na kusema P Diddy mteja wake paka sasa hivi takriban kesi 4 ameweza kuziwini, yani kuzishinda. Kesi ambazo zimebaki sasa hivi ni zile ambazo ni nzito, ukiungamana na ile pale ya unyanyasaji wa kijinsia ambapo watu wanataka kusikia shauri lipoje. Kama tunavyojua nchi za Marekani na Ulaya, kesi ambazo zinakuwa ni ngumu sana kwa mtu kumwachia ni unyanyasaji wa kijinsia. Pale tarehe 3 Oktoba tutaenda kufahamu hicho ambacho kilichoweza kuzungumziwa na vyanzo mbalimbali vya habari kutoka pale nchini Marekani. P Diddy anasema siku zinazozidi kwenda mbele, basi anaona yeye kutoka kuachiwa kuwa huru kurudi nyumbani. Tusubiri hiyo Oktoba 3 mwaka huu 2025, P Diddy hatima yake itakuwaje? Kesi ni nyingi sana ambazo zinamkabili. Hapa kuna upande wa comment, pia unaweza kuweka comment yako kuhusiana na taswira nzima ya P Diddy. Je, unaona P Diddy anachokisema ni kweli anaweza kashinda kesi hizi nzito ambazo zinazomkabili, anaweza kuachiwa na kurudi Ulaiani? Okay, pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Film Online kwa habari zaidi za kiburudani na za kimichezo. Inshallah tuende kwa kameramani Mohamed Morunga, mimi ni Todim Swati, mpaka pale baadaye, bye bye.